By the way, ushawahi kuwa karibu na mtu mwenye kulalamika, mtu mwenye kuteta, mtu mwenye kulialia tu kila wakati? Oho, nakwambia hakuna mtu huchosha mwenye utahisi kukaa mbali sana na yeye kama mtu mwenye kulalamika, mtu mwenye roho ya kulialia kila wakati, kila kitu. Ukimpea maziwa anauliza mbona sio chocolate? Anaomba, analia kwa Mungu, tupe mvua. Akipewa mvua siku moja tu imetosha, aanze kulialia, matope ni mingi, sasa tutafanya nini? Huku kutakalika. Mambo yakiwa mazuri bado anateta, bado kuna kitu anaona hakitoshi. Yakiwa mabaya bado anateta sana, tena zaidi. Mtu mwenye haeleweki, mtu mwenye hata ufanye vizuri aje, bado atateta, bado ataona jambo baya kwa lile nzuri ambalo umemfanyia. Watu kama hao wanachosha, sio? Ni watu wanakaa kama ndoo ambayo imetiwa mashimo, hata uiweke maji kiasi gani haiwezi jaa. Mtu wa kulialia, ole wako, kwani Mungu huchukia kwa roho yake yote mtu sampuli ile. Siku moja wakati wana wa Israeli walikuwa jangwani, wanaulizana pale, hii maisha mnaionaje wadau? Ni mpaka lini tutaishi jangwani? Sasa future yetu iko aje bana? Wakiwa pale wakiulizana yale maswali, Musa akaamua kwenda Malaudi kukagua na kuona watu wanaendelea vipi kwa kambi, na kila mlango aliyoupisha alisikia tu manunguniko. Wanamuuliza Musa, tutaishi mpaka lini kukula tu mana mara kila wakati? Tumechoshwa na haya mana. Akienda ile nyumba ingine anasikia, mkuu, unajua nini? Kule ulikotutoa tulikuwa tunakula tikiti maji, tulikuwa tunakula malenge, tulikuwa tunakula mpaka vitunguu, you can imagine, na spices kama vile garlic na vinginevyo. Musa akashangaa, kila mlango anaingia, Musa, tunataka nyama sasa, tunataka kubadilisha. Ni heri Misri, tulikula vizuri, tulikula variety. Musa akakasirika na akaenda mbele za Mungu akamwambia, mkuu, nimekuja na hasira nyingi sana, uniambie ni mpaka lini mimi nitaishi kusuguana na hawa watu? Mbona unanifanyia hivi? Mungu akashangaa akamuuliza, nimekufanyia nini tena Musa? Nisikize na unisikize vizuri bana. Mimi hawa watu sikuwazaa. Mimi sio mama yao. Tena mimi hawa watu si ati nitaishi kuwabeba hivi juu kama tutoto. Ni wako, jua venye unafanya na wao. Unasikia chenye wanataka sasa? Niwafanyie nini mimi? Wanataka kunikula. Mimi niue, kwani ndio nini? Mimi kazi sifanyi tena. Mungu akashangaa, Musa kameza nini tena? Akamwambia, tulia mtumishi wangu, nikupange. Na kwa kufupisha hadithi, Mungu akamwambia, usijali, wanataka nyama. Nyama tu. Akamwambia, basi waambie kesho. Lini? Kesho wajiandae, wajitakaze, sababu nitawaletea nyama. Na si nyama tu, nitawaletea nyama yenye watakula kesho kutwa ya siku 10, 20,
mwezi mzima. Kumbuka mule wako jangwani, sio karibu na bahari, lakini muda wa kufumba na kufumbua walikuwa wanasikia tu hui hui, wanyama wakisililika kwa spindi kali ya ule upepo uliokuwa katika mishoni ya kusafirisha nyama. Na kwa dakika chache kambi mzima ilikuwa imejaa wanyama futi kadhaa kutoka chini mpaka kiwango fulani. Watu wakafurahia, na ndio kila mtu akachukua zake kiasi chenye angeweza, na wakaenda wakaanza kutayarisha mulo. Na mulo ulipoiva vizuri, kila mtu amejiandaa kusherekea hii nyama nzuri ambayo Mungu alisema nitawaletea, si ya siku moja bali ya mwezi mzima, yaani mtazira zitoke kwa mapua. Na ukisikia Mungu akisema mambo zingine kama ana hasira, ni vizuri pia kuwa makini sana. Wakapakuliwa kila mtu zake na wakazibeba, huku wako seti kusherekea nyama ambayo wamekuwa wameitamani kwa muda mrefu. Na walipokuwa wanatafuna huku wamefurahia na kusherekea, Mungu akachungulia hivi akiwa mbinguni, akasema, lakini hao watu wamenizoea sana. Ona, sasa ni kula tu kusherekea, hata hakuna kushukuru. Ni kulalamika, kuteta kila wakati, hakuna shukrani. Mungu akakasirika mara moja, na yeyote aliyekuwa ashauma ndio anameza. Hasira ya Mungu ilipopanda, ikawashika breki ya koo kiasi kwamba ile nyama haingepita. Na ni hivyo maelfu na maelfu ya wao wakanyongwa na ile nyama, na ndio wakafariki, kwani Mungu alikuwa ameghadhabika. Na kutoka wakati ule pale pahali pakaitwa Kibroth Hatava, yaani mahali palipozikwa watu wenye shauku kubwa ya nyama. Kibroth Hatava. Na vivyo hivyo kama wana wa Israeli, sisi nasi wakati mwingi sana huanga tunalalamika na tunalia na tunateta kila wakati, lakini tunasahau ya kwamba chenye tunateta kukihusu, kuna watu wengine ndio ndoto na ombi lao. Kumbuka hata wewe mengine unalalamika kuyahusu, siku moja yalikuwa ndoto yako, siku moja yalikuwa maombi yenye ulisimamisha mbele ya Mwenyezi Mungu kila wakati. Mchumba unayelalamika sababu yake, kuna wakati alikuwa prayer item. Watoto ambao unalalamika sababu yao, ni baraka ulioisubiri kwa hamu na gamu kutoka kwa Mungu. Kazi ambayo unailalamikia, kuna wakati ilikuwa ni ombi lako Mungu akubariki na kazi. Hata serikali ambayo unalalamikia kila uchao, ambayo cha kustaajabisha hata ni wewe uliichagua, lakini tangia siku ya kwanza ofisini ulianza malalamishi, ulianza kuona chenye hakifanyiwi, huoni chenye kimefanyika. Kama vile wana wa Israeli walizoea mana
Huu ulikuwa muujiza wa ajabu ambao waliushuhudia kila asubuhi, lakini walifika wakati wakauzoea na ukawa ni jambo la kawaida. Vivyo hivyo wengi wetu tumezoea wapenzi wetu, tumezoea watoto wetu, tumezoea kuwa na afya nzuri, tumezoea kuzungumza, tumezoea kutembea hapa na pale, tumezoea kila kitu na tunaona ni kawaida kuzoea baraka na miujiza ya Mwenyezi Mungu, jambo ambalo Waisraeli walilifanya. Wengi wetu kama wana wa Israeli twafa huku tuna nyama mdomoni. Na unajua, kama wewe ni mtu wa kulalamika ukiwa na chakula mdomoni, huna budi kunyongwa, huna budi kukambwa na kile chakula na ile nyama ambayo unaila na huku unalalamika. Ni wakati ukule kwanza kaka. Wengi wanauliwa tu na zile baraka ambazo waliziomba, na ndio unapata ya kwamba wengi tu tayari hata kurudi katika utumwa sababu tu ya vitunguu. Aibu iliyoje! Lakini huo ndio ukweli wa mambo. Hatuwezi ona chenye tuko nacho, hatuwezi ona baraka ambazo Mungu ametupa, hatuwezi ona miujiza na maajabu yake Mwenyezi Mungu. Tunaona tu chenye hakiko, chenye hata hatufai kuwa tunakiona sababu hata hakiko. Na vivyo hivyo unapata ndivyo wana wa Israeli hawangekumbuka venye bahari Shamu ilipasuka na kutengeneza njia. Hawangekumbuka venye Mungu amewalisha kwa mikate ambayo imepikiwa mbinguni. Walitolewa maji kutoka kwa jiwe. Hawangetambua hata vita nyingi ambazo Mungu amewapigania jangwani tangu alipowatoa Misri. Ole wao wenye tu hulialia na kuteta sababu ya kila kitu, kwani adhabu yao nayo ni baya sana. Kama tulivyotangulia kusema ni kwamba Mungu huchukia kwa moyo wake wote mtu mwenye hulialia kila wakati, mtu mwenye hana roho ya shukrani. Wana wa Israeli sababu tu ya kulalamika, Mungu angepita kando ya kambi na kufagia maelfu kwa moto. Wakati mwingine akina Dathan na Kora, dunia yenyewe ikapanua kinwa na ikawameza watu mamia. Vilevile magonjwa hatari walipigwa nayo, nyama kama venye tumeona katika hadithi zenye kukwama kwa koo na kunyonga maelfu. Bila kusahau upanga pia ulipita, sio wa adui tu bali hata wa wao wenyewe. Hayo yote yalifuata wana wa Israeli, si sababu nyingine, lakini sababu ya kuwa watu wenye roho yenye manunguniko, roho isiyoridhika. Na hivyo basi ni vema tujifunze kama Wafilipi sura ya 2 mstari wa 14 isemavyo, ati fanyeni kila jambo bila kulalamika wala kugombana. Vile vile Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 10 kama inavyosema, wacheni malalamiko kama wale jinsi walivyolalamika, naye mwenye kuharibu akaja akawaharibu kabisa. Malalamiko ni kitu baya, uharibu. Mungu huichukia, hata sisi wanadamu wenyewe huiachukia kabisa. Lakini wakati mwingi hujipata sisi wenyewe tunafanya lile lile
Mungu amekasirika na sisi. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni watu wenye kulalamika kila wakati, kwa sababu sisi ni watu wasio na shukrani. Na ndio utapata ya kwamba wengi na maisha yao, hata wakiwa na pesa mingi, hata wakiwa na mambo makubwa, hawaeleweki kabisa. Wanaishi kulia, wanaishi kutengana, wanaishi maisha ya kulalamika. Kwa nini? Kwa sababu baada ya hasira ya Mungu kuna kunyongwa, kuna kukambwa kwa koo, kuna venye nyama itakwama. Watu wengi tunaoishi leo hii, nyama ishakwama kwa koo. Na ndio hawaeleweki, sababu unajua mtu mwenye amenyongwa, mtu mwenye amekambwa kwa koo tena ndani, kidogo huanga haeleweki, kwani utamwona kama ana dance. Kumbuka hawezi toa sauti, na hata akitoa atatoa sauti fani, so huwezi elewa ni nini kinaendelea, huwezi elewa ni nini kinamsumbua. Utaona mtu anakaa kama ana dance, uone kama ni kichaa, uone anakaa kumaka na kutoa macho, ufikirie ni mtu anakula raha zake, au ni mtu ako so excited. Kitambo ugundue jamaa ameanguka chini, ni kufa yuafa. Chunga sana hasira ya Mungu, usinje ukakambwa koo na baraka yenye tuwe mwenyewe ndio uliomba. Wakati mwingine Mungu hajakunyima sababu hataki kukupea, huenda hata huhitaji hicho kitu, lakini umeinsist, umelazimisha. Utaona vibaya wewe. Ni vizuri hata wakati mwingi kukubali kukaa katika mpango wa Mungu. Na cha kushangaza au hata cha kutia aibu ni kwamba wengi hata hawanyongwi na chenye kiko kwa koo siku hizi. Wananyongwa na chenye kiko kwa sinia, wananyongwa na chenye kiko kwa sahani ya mwingine. Ni aibu kuwa unanyongwa mpaka na chenye kiko jikoni, hakijapakuliwa bado, lakini kinakunyonga wewe. Ni vema kujifunza kuridhika. Furahia ya kwako, furahia gari yako ndogo, furahia kanyumba yako kadogo, furahia watoto wako, na furahia mahali wanasoma, furahia kila kitu. Kwani uwapo mtu mwenye shukrani, uwapo mtu mwenye kushukuru kwa kile kidogo alicho nacho kwa wakati huo, huwa unamvutia Mungu sana kufanya mengine mengi tena makubwa zaidi. Jifunze kuridhika, kuwa mtu mwenye shukrani. Wacha malalamiko, uone maajabu ya Mungu.